uwekezaji katika tasnia ya sukari. Kifungu cha 21 kinapendekezwa kurekebishwa kwa kutenganisha mkataba wa utekelezaji wa leseni ya uingizaji wa sukari nchini. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kuendeleza masharti la mkataba wa utekelezaji kama nyenzo muhimu katika udhibiti wa wazalishaji wa sukari na masharti ya uagizaji wa sukari ghafi kwa maana ya low sugar kwa ajili ya uzalishaji wa sukari ya matumizi ya viwandani. Kifungu cha 42 kinapendekezwa kurekebishwa kwa kuongeza wigo wa watu wanaokusudia kufungasha upya sukari inayozalishwa ndani ya nchi katika kiwango kisichozidi ujazo wa gramu 100. Marekebisho haya yataruhusu watu ambao si wazalishaji wa sukari waliosajiliwa na bodi kufanya ufungashaji. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kuimarisha udhibiti wa shughuli za ufungashaji upya wa sukari ili kulinda ubora wa viwango vya sukari. Jedwali la kwanza linapendekezwa kurekebishwa kwa kumtambua mkurugenzi mkuu kama katibu wa bodi. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kuboresha uratibu wa shughuli za bodi ili kuongeza ufanisi wa utendaji wa bodi. Jedwali la pili linapendekezwa kurekebishwa kwa kuboresha muundo wa baraza la uongozi la Chuo cha Taifa cha Sukari. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kuhakikisha kuna kuwepo na uwakilishi wa wizara na wadau muhimu katika baraza hilo. Aidha, jedwali hilo linapendekezwa kurekebishwa kwa kumtambua mkuu wa chuo kama katibu wa baraza. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kubainisha jina sahihi la mkuu wa chuo kulingana na matakwa ya NACTVET pamoja na kuboresha uratibu wa shughuli za baraza ili kuongeza ufanisi wa utendaji wa baraza. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya 5 ya muswada inapendekeza kufanya marekebisho katika sheria ya tasnia ya chai sura ya 275. Sheria hii ilitungwa mwaka 1997 kwa lengo la kuanzisha bodi ya chai Tanzania na wakala wa maendeleo ya wakulima wadogo wa chai Tanzania pamoja na kukuza na kudhibiti kilimo na uuzaji wa chai nje ya nchi. Tangu kutungwa kwake, sheria hii imefanywa marekebisho mara 4 mwaka 1998, 2001, 2004 na 2009. Mheshimiwa Naibu Spika, muswada unapendekeza kurekebisha jina refu vifungu vya 2, 3, 4, 5 na 31 pamoja na jedwali la kwanza na la pili kwa kuifuta wakala wa maendeleo ya wakulima wadogo wa chai Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, kifungu cha 5 kinapendekezwa kurekebishwa kwa kuipa bodi majukumu ambayo awali yalikuwa yakitekelezwa na wakala wa maendeleo ya wakulima wadogo wa chai Tanzania ambayo yatasimamiwa na idara mahususi. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kuongeza ufanisi wa bodi na kupunguza gharama za uendeshaji wa shughuli za serikali. Mheshimiwa Naibu Spika, kifungu cha 32A kinapendekezwa kuongezwa ili kuweka masharti ya mwendelezo na mpito kuhusiana na wafanyakazi, mali, maslahi, haki, stahiki, madeni au wajibu wa wakala wa maendeleo ya wakulima wadogo wa chai Tanzania kufuatia kufutwa kwake. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kulinda maslahi ya wafanyakazi na kuhakikisha usimamizi bora na uendelevu wa tasnia ya chai ikiwemo wakulima wadogo. Mheshimiwa Naibu Spika, jedwali la kwanza linapendekezwa kurekebishwa kwa kujumuisha uwakilishi wa wadau muhimu katika bodi. Lengo la marekebisho yanayopendekezwa ni kuongeza ufanisi wa bodi katika kutekeleza majukumu yake. Jedwali la pili linapendekezwa kufutwa ili kuendana na pendekezo la kuifuta wakala wa maendeleo ya wakulima wadogo wa chai nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo haya, kwa mujibu wa kanuni ya 102 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la mwaka 2025, ninaomba kutoa hoja kwamba muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria za kilimo ya mwaka 2026, The Agricultural Law Amendments Act 2026, ujadiliwe na kupitishwa katika hatua ya kusomwa kwa mara ya pili na ya tatu na hatimaye marekebisho yanayopendekezwa yawe sehemu ya sheria za nchi. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya maelezo haya naomba kutoa hoja. Asante sana Mheshimiwa Waziri, hoja imeungwa mkono. Asante sana waheshimiwa wabunge.
tunaendelea kumwita mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo, Mheshimiwa Deodatus Mwanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kuwasilisha maoni ya kamati ya kudumu ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kuhusu mswada wa sheria marekebisho ya sheria ya kilimo wa mwaka 2026, the Agricultural Amendments Bill 2026. Kwa mujibu wa kanuni ya 102 fasili ya 5 kanuni za kudumu za Bunge toleo la 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, mswada wa sheria ya kilimo kuhusu marekebisho ya sheria za kilimo wa mwaka 2026 ulisomwa bungeni kwa mara ya kwanza katika mkutano wa 3 kikao cha 58 kwenye bunge la 13 tarehe 26 Juni 2026 kwa mujibu wa kanuni ya 99 fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 101 fasili ya 1 ya kwanza ikisomwa pamoja na kanuni ya 139 fasili ya 14 na kifungu cha 71B cha nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge, ulielekeza mswada huu kwenye kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo, Mifugo ili ufanyiwe uchambuzi na kujadiliwa kwa kina. Naomba kulijulisha bunge lako tukufu kwamba kamati imeuchambua na kujadili mswada huu kwa kuzingatia katiba, sheria mbalimbali pamoja na kanuni za Bunge. Namna uchambuzi wa mswada ulivyofanyika. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa hatua za kufanya mswada huu zilianza kwa maandalizi mbalimbali ya kiutendaji yaliyofanywa na Sekretarieti kwa ajili ya kuwezesha utekelezaji bora wa shughuli za kamati. Maelezo ya uchambuzi wa mswada ulifanywa na kuwasilishwa kwenye kamati ya Sekretarieti ya Bunge kwa mujibu wa kanuni ya 25(2)(b) ya kanuni za kudumu za Bunge. Hatua hii ilijenga msingi wa utekelezaji wa kazi za kamati kuhusiana na mswada huu. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilikutana na serikali tarehe 11 Agosti 2026 ili kupokea maelezo ya Mheshimiwa Daniel Godfrey Chongolo, mbunge, waziri wa kilimo, kuhusu madhumuni na sababu za mswada huu. Baada ya kamati kupatiwa maelezo ya serikali, wajumbe walipata fursa ya kuuliza maswali na kupata maelezo ya ufafanuzi katika ibara mbalimbali za mswada. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuzingatia kanuni ya 100 fasili ya 2 ya kanuni za kudumu za Bunge, kamati ilifanya mkutano wa kusikiliza maoni ya wadau, public hearing, tarehe 13 na 13 Agosti 2026 ili kupokea maoni yao kuhusu mswada huu. Mheshimiwa Naibu Spika, napenda kushukuru wadau wote waliotoa maoni yao mbele ya kamati hii kuboresha mswada huu. Naomba kuwatambua kwa majina kama ifuatavyo: Chama cha Wazalishaji wa Sukari Tanzania TSPA, Chama cha Kilele cha Ushirika wa Wakulima Wadogo wa Chai Tanzania, Chama cha Wakulima Wadogo wa Chai Njombe Njotikoje, na vile vile tulikuwa na mtaalamu mwelekezi wa masuala ya chai ndugu Philbert Kavia. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya hatua hiyo, wajumbe wa kamati walipata fursa tena ya kujadili maudhui ya mswada kwa kuzingatia hoja zilizotokana na maelezo ya uchambuzi, maoni pamoja na nyaraka mbalimbali kuhusiana na mswada huu. Mnamo tarehe 18 Agosti 2026, kamati ilikutana tena na waziri wa kilimo ili kujadili kuhusu hoja zilizobainika kwa kila ibara ya mswada na kumshauri waziri kufanya marekebisho katika ibara zilizoonekana kuhitaji marekebisho kwa mujibu wa kanuni ya 100 fasili ya 3 ya kanuni za kudumu za Bunge. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya hatua hiyo, kwa kuzingatia masharti ya kanuni ya 100 ibara fasili ya kwanza ya kanuni za kudumu za Bunge, kamati ilitaarifu ofisi ya Spika kwamba imekamilisha uchambuzi wa mswada ili ujadiliwe bungeni. Uchambuzi wa mswada. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilichambua mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria za kilimo wa mwaka 2026 ukiwa umegawanyika katika sehemu 5 na unapendekeza kufanya marekebisho katika sheria 4 kwa madhumuni ya kuondoa mapungufu au dosari
au kutatua changamoto ambazo zimejitokeza katika utekelezaji wa sheria hizo kama zilivyoelekezwa na mtoa hoja mbele ya kamati. Sheria zilizopendekezwa kufanyiwa marekebisho ni zifuatazo: moja, sheria ya usalama wa chakula sura ya 249; mbili, sheria ya tasnia ya mkonge sura ya 30; tatu, sheria ya tasnia ya sukari sura ya 251; na nne, sheria ya tasnia ya chai sura 275. Mheshimiwa Naibu Spika, sehemu ya kwanza ya mswada inahusu masharti ya utangulizi, inajumuisha ibara ya kwanza inayohusu jina la sheria na inayokusudiwa kutungwa na ibara ya pili. Na ibara ya pili inaweka masharti ya namna ambavyo sheria mbalimbali zinazopendekezwa kurekebishwa katika sehemu zake. Sheria zinafanyiwa marekebisho na maudhui yake. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati imefanya uchambuzi wa maudhui ya marekebisho ya muswada kwa kuzingatia changamoto ambazo mtoa hoja alieleza kamati kuwa muswada huu umelenga kuzitafutia, pamoja na masuala mengine ambayo kamati iliona yanafaa kuzingatiwa. Sehemu ya pili ya muswada inapendekeza kufanya marekebisho katika sheria ya usalama wa chakula sura 249. Sehemu hii inahusu ibara ya tatu hadi ya 13 ya muswada. Mheshimiwa Naibu Spika, marekebisho haya yanagusa mambo mbalimbali. Miongoni mwa mambo hayo ni matumizi ya misamiati mahususi katika sheria hii, kuipa bodi mamlaka ya kushughulikia na kutatua migogoro kati ya wakulima na wafanyabiashara wa nafaka na mazao mchanganyiko kwa njia ya maridhiano badala ya kuamua kwa usuluhishi, kuondoa mamlaka ya waziri katika kuamua viwango vya malipo ya wajumbe wa bodi na kuhamishia kwenye mamlaka husika. Pia kuboresha mamlaka ya mkurugenzi mkuu kama afisa mtendaji mkuu wa mamlaka, pamoja na hadhi na wajibu wa watu walioajiriwa na mamlaka. Mheshimiwa Naibu Spika, mambo mengine yaliyojitokeza katika mapendekezo ni marekebisho yanayolenga kujumuisha zao la pareto miongoni mwa mazao mchanganyiko yatakayosimamiwa na COPRA na kuiwezesha mamlaka hiyo kutekeleza majukumu yaliyokuwa yanatekelezwa na bodi ya pareto. Aidha, mapendekezo hayo yanaainisha haki ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi wa mamlaka ya kukataa kutoa leseni. Rufaa hiyo itakatwa kwa maandishi kwenda kwa waziri. Lengo la marekebisho haya ni kuimarisha utoaji haki kwa mtu ambaye hajaridhika na uamuzi wa mamlaka. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo lingine ni kumpa mamlaka waziri mwenye dhamana ya masuala ya kilimo kutangaza kwa notisi kwenye gazeti la serikali zao lolote la kilimo kuwa kati ya mazao mchanganyiko. Hali kadhalika, marekebisho hayo yanaweka utaratibu wa ufifilishaji wa makosa, compounding of offenses, ambapo inampa mkurugenzi mkuu au aliyeidhinishwa wakati wowote kabla ya kesi kuanza mahakamani kufifilisha kosa na kuamuru mkosaji kulipa kiasi cha fedha kisichozidi nusu ya faini ambayo angelazimika kulipa iwapo angepatikana na hatia, na ikiwa atashindwa kulipa fedha iliyoamuliwa kulipwa atatozwa riba kwa kiwango kilichobainishwa kwenye kanuni. Vile vile inaweka masharti kuwa mtu aliyeshtakiwa kulipa kiwango kilichofifilishwa hatashtakiwa mahakamani kwa kosa ambalo limefifilishwa. Sehemu ya tatu ya mswada inapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya tasnia ya mkonge sura 30. Sehemu hii inahusu ibara ya 14 hadi 18 ya mswada. Mheshimiwa Naibu Spika, katika sheria hii yapo mambo mbalimbali yanayolengwa kubadilika kwa marekebisho ya sheria inayopendekezwa. Mambo hayo ni pamoja na kuhamisha mamlaka kutoka bodi ya mkonge kwenda kwa waziri. Mapendekezo haya yanampa waziri mamlaka ya kutunga kanuni zinazohusu uchakataji, usafirishaji nje na uhifadhi wa mkonge. Mheshimiwa Naibu Spika, mambo mengine ni kuweka utaratibu wa ufifilishaji wa makosa yaliyoainishwa chini ya sheria hii. Lengo la marekebisho haya ni kuanzisha utaratibu wa makosa madogo ya kisheria kwa njia ya kiutawala badala ya kuyapeleka yote mahakamani, ili kuongeza ufanisi wa sheria, kuboresha utekelezaji wa sheria katika tasnia ya mkonge. Sehemu ya 4 ya mswada inapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya tasnia ya sukari sura 251. Sehemu hii inahusu ibara ya 19 hadi 26 ya mswada.
Mheshimiwa Naibu Spika, marekebisho yaliyopendekezwa yanaleta masharti mapya ya usajili wa viwanda au mitambo ya kutengeneza sukari, ambapo inaeleza kuwa bodi itatoa usajili kwa watu wanaokusudia kuanzisha viwanda au mitambo ya kuzalisha sukari za nyumbani. Keep these three things in mind while using Suno. So tip number 1, experiment. Create different versions of your songs. Tweak the prompt, change the styles, and adjust the weirdness. There's so much you can control to get exactly what you hear in your head. Tip number 2, be specific. Don't just write, make a sad rock song. Instead, specify what you need. So the more specific you are, the better the results. Tip number 3, don't always copy paste. Try adding your own sound to it to make it more you. Maybe take the stems, throw it onto Suno Studio or your DAW, add some drums, record some guitars, and take it to the next level. So try these Suno tips and get better results. Au upanuzi wa uwezo wa uzalishaji wa sukari. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, marekebisho yanalenga kuongeza wigo wa watu wanaokusudia kufungasha upya sukari inayozalishwa ndani ya nchi kwa ukubwa usiozidi gramu 100 ili kuwajumuisha watu ambao si wazalishaji waliosajiliwa na bodi. Sehemu ya 5 ya muswada inapendekeza kufanya marekebisho ya sheria ya tasnia ya chai sura 275. Sehemu hii inahusu ibara ya 27 hadi 35 ya muswada. Mheshimiwa Naibu Spika, mapendekezo ya marekebisho ya sheria hii yanalenga kuifuta Wakala wa Maendeleo ya Wakulima wa Chai Tanzania na kuipa Bodi ya Chai Tanzania majukumu ya awali yaliyokuwa yakitekelezwa na Wakala wa Maendeleo ya Wakulima wa Chai Tanzania. Aidha, mapendekezo yanaweka masharti ya mwendelezo wa mpito kuhusiana na wafanyakazi, mali, maslahi, haki, stahiki, madeni na wajibu wa Wakala wa Chai Tanzania kufuatia kufutwa kwake, ambapo kinaeleza kuwa wafanyakazi, mali na madeni vitahamishiwa kwenye bodi. Maoni na ushauri wa kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sehemu kubwa kamati imekubaliana na mapendekezo ya muswada yaliyowasilishwa na mtoa hoja, isipokuwa baadhi ya maeneo wajumbe wa kamati walitoa maoni, mapendekezo na kufanya marekebisho ya msingi ili kuboresha mswada kama inavyofafanuliwa katika aya zinazofuata. Marekebisho ya sheria ya usalama wa chakula sura ya 249. Mheshimiwa Naibu Spika, ibara ya 5 inapendekeza kufanya marekebisho katika kifungu cha 4(2)h kwa kuongeza maneno and their food commodities kwa lengo la kuongeza wigo wa mamlaka katika kutoa leseni kwa mtu anayeingiza na kusafirisha bidhaa za chakula. Majadiliano ya kamati na serikali yalifikia mwafaka kuwa maneno food commodities yatafsiriwe ili kuondoa mkanganyiko wa maana iliyokusudiwa wakati matumizi ya sheria ya kuchanganya maana ya maneno commodity na food yanayotumika katika sheria ya viwango sura ya 130. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati ilibaini kuwa marekebisho haya yanasababisha mwingiliano wa jukumu la kutoa leseni ya kuingiza na kusafirisha bidhaa za chakula kati ya COPRA na TBS, ambapo kifungu 30 na 31 cha sheria ya viwango sura 130 kinaipa TBS jukumu hilo. Kwa msingi huo, kamati ilishauri kuwa kuwepo na mashirikiano ya taasisi hizi mbili katika kutoa vibali hivyo ili kuhakikisha ufanisi na kuepuka urudufu wa majukumu. Marekebisho ya sheria ya tasnia ya mkonge sura ya 30. Mheshimiwa Naibu Spika, ibara ya 18 inapendekeza kufanya marekebisho kwa kuongeza kifungu kipya cha 24A capital A cha sheria kinachohusu ufifilishaji wa makosa. Kamati ilishauri kuwa kifungu hiki kiboreshwe kwa kuweka kinga ya kutoshtakiwa mahakamani kwa kosa ambalo limefifilishwa kwa mtu aliyekiri kosa na kulipa kiwango kilichofifilishwa kama ilivyo katika ibara ya 13 kifungu kipya cha 39 capital A 4 cha sheria. Serikali ilikubali pendekezo la kamati na kufanya marekebisho kama ilivyopendekezwa. Marekebisho ya sheria ya tasnia ya sukari sura 251. Mheshimiwa Naibu Spika, ibara ya 22 inapendekeza kufanya marekebisho ya kifungu cha 18(1) cha sheria. Marekebisho haya
yanalenga kuipa bodi mamlaka ya kutoa leseni za uingizaji wa sukari kutoka nje ya nchi kwa matumizi ya nyumbani, domestic use, viwandani, refined sugar for industrial use, na sukari ghafi, raw sugar. Katika majadiliano na serikali, kamati ilishauri kuwa kifungu hiki kiboreshwe kwa kuweka katazo la kuingiza sukari ghafi, raw sugar, kwa mtu yoyote ambaye si mzalishaji, isipokuwa kwa ambaye ni mzalishaji au msafishaji wa sukari mwenye kitu tunaita operating refinery. Na nisisitize, operating refinery. Mheshimiwa Naibu Spika, msingi wa ushauri huu ni kwamba itasaidia kuweka udhibiti na kuhakikisha kuwa kiasi sahihi cha sukari kinaingizwa. Uingizaji unafanywa na viwanda vya kusafisha sukari vinavyofanya kazi na matumizi ya sukari hiyo yanathibitiwa na mamlaka husika, jambo litakalosaidia kulinda afya za watumiaji, viwanda vyetu vya ndani na soko. Serikali ilikubali mapendekezo ya kamati na kufanya marekebisho kulingana na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa Naibu Spika, ibara ya 23 inapendekeza kufuta na kuandika upya ibara ya 21(1) kinachohusu kusaini mkataba wa utekelezaji performance contract kati ya bodi ya sukari na wazalishaji kwa ajili ya utekelezaji na upanuzi wa shughuli za uzalishaji wa sukari linaendelea kutekelezwa. Hata hivyo, mapendekezo hayo yanaondoa masharti ya awali yanayoweka muda wa kuingia mikataba hiyo ambayo ilikuwa siku 60 kwa wenye leseni mpya na siku 30 kwa ambao wana leseni. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati inashauri kuwa muda wa utekelezaji wa mkataba huo uwe siku 60 ili kuwezesha ufuatiliaji wa maendeleo na upanuzi wa uzalishaji wa sukari kama ilivyokuwa awali. Kwa kuondoa masharti ya muda kwa wanaopata leseni kuingiza sukari, inaweza kupelekea ugumu wa kutekeleza masharti ya kifungu cha 21(2) cha sheria kinachoweka muda wa miaka 5 wa utekelezaji wa mkataba. Serikali ilikubali maoni ya kamati na kuweka marekebisho hayo kwenye jedwali la marekebisho. Naibu Spika, ibara ya 24 inapendekeza kufanya marekebisho katika kifungu cha 42